Tukiondokana na masuala ya kisiasa, tuelekee kaunti ya Tana River. Familia 500 katika maeneo yanayokabiliwa na mafuriko eneo la Kone Mansa, Tana Delta zimekimbia makwao kufuatia zimekimbilia usalama wao katika kambi ya wakimbizi ya ndani kwa ndani ya Marafa baada ya mto Tana kuonyesha dalili za kufurika. Jamii zinazoishi kando ya mto Tana zimechukua tahadhari za mapema kutokana na mashirika mbalimbali ya serikali na ya kibinadamu yaliyowahimiza kuhama maeneo ya juu na kuelekea maeneo salama ili kuepuka kupoteza maisha yao na mali yao. Mwanahabari wetu Maria Sebastian na taarifa hiyo. Baada ya idara ya utabiri wa hali ya hewa nchini kutangaza uwezekano wa mafuriko kushuhudiwa katika maeneo ya Garissa, Hola na Garsen na Tana River, huku maeneo mengine nchini yakitarajia kushuhudia mvua kubwa na ya wastani katika kipindi cha wiki moja ijayo. Sisi pia kama viongozi ni kuwahimiza watu wetu wenye wako huko chini waweze kupata shelter upande ya juu at least mpaka ijulikane muda ambao haya maji yatapungua. Floods ndio hiyo imeanza kuingia kila mahali, na serikali za kaunti zimepewa nguvu za kutosha. Sasa wenyeji wanaoishi kando mwa mto Tana wameanza kuhamia maeneo ya juu ambayo ni salama ili kujiepusha na gharika inayotarajiwa wakati wowote kuanzia sasa. Wanajenga vile vijumba na wengine wanakaa katika mashamba katika majumba yetu, na kile tunachotarajia kwamba Mwenyezi Mungu ameniruhusu lazima nikule na yeye kwa sababu ni jirani yangu na ni Muislamu mwenzangu, siwezi mtupa. Tumwambie kwamba tumeambiwa tutoke mapema. Upande wa shamba tumeathirika, lakini kila mtu amepata ujumbe kabla haijatufikia nyumbani, ndio sasa tukatoka mapema na chenye tuko nayo. Taasisi za serikali zimekuwa zikiwaonya kuondoka mara moja ili kuokoa maisha yao pamoja na mali wanayomiliki. Vijiji kadhaa tayari zimeathirika. Na watoto pia na mfugo yao wajisalamishe mapema. Hiyo maji jana alikuwa haifiki senzi, na leo kiwango hiyo maji iliyofika ndio saa hii imefika tunaona. Kwa hivyo maji imesomba shamba karibu ekari 150 yote imeenda ya mahindi. Idara ya utabiri wa hali ya hewa ilikuwa imeonya kuwa mvua hiyo kubwa itasababisha mto Tana kupasua kingo zake na kuhatarisha maisha ya wenyeji. For the last 2 weeks we've rescued around or done search and rescue mission for around 12 people within the county, and that number we see it increasing as more water comes our way. So the situation is still fragile, and more impact is going to be felt across Tana Delta as more water reaches the delta belt. Shirika la Kenya Red Cross limeingilia kati na kuanza kutoa msaada wa vyakula na bidhaa za kimsingi kwa familia zilizoko katika kambi mbalimbali, huku likiendelea kupiga darubini maeneo mengine ambayo wenyeji wanahamia ili kuhakikisha hawaathiriki na mafuriko. Sebastian Maria, Undugu TV.